specific issue. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amekuwa akizungumzia na akitilia msisitizo juu ya swala la wananchi kupata haki, kuishi kwa amani. Na unapoongelea juu ya swala la mtu kuishi kwa amani, maana yake ni kwamba mtu huyo anapata haki zake. Lakini tuchukue nafasi hii kushukuru sana ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kwa sababu maono haya Mheshimiwa Rais ameyatekeleza kwa vitendo kwa wepesi. Lakini na mimi niseme kwamba inawezekana nilikuwa nafikiri najua, lakini nimekuja kugundua pengine nilikuwa sijui sana. Yako mambo mengi sana ambayo nimejifunza kupitia kwenu. Na mimi nitajitahidi sana kuyapeleka kwenye ngazi za wilaya. Ule utaratibu wa sisi kujifungia kwenye ofisi na kuanza kusikiliza wananchi, nafikiri tunajitaabisha sana. Ofisi ya mkuu wa mkoa labda kama kuna specific issue kusikiliza, lakini kutafutia ufumbuzi kwa kukaa ofisini, mimi ninafikiri kwamba ile kazi pengine tulikuwa tunajitaabisha zaidi. Lakini tukitumia hizi kamati zetu, mimi nafikiri tutarahisisha mambo sana na tunajenga imani. Sababu hata kama watakuja watu alafu kakaa nao mtu mmoja ofisini, au hujui sheria, haujui nini, kila kitu unapapasa tu, alafu unaweza ukatoa maelekezo ambayo taratibu za sheria zitakuja kukuambia haya mambo hayaendi hivyo, utakuwa kwa kweli kutendi haki. Na kwa mimi nafikiri nimejifunza, na pengine nataka niwaahidi kwamba nitaenda kuongea na wakuu wangu wa wilaya kwamba masuala ya wananchi yanayohusu haki na yana mnasaba na sheria ni vizuri yakafundishwa, ni vizuri yakasikilizwa na kamati zetu za ushauri wa sheria, ili wananchi hao waweze kutendewa haki iliyo sahihi kuliko sisi kubunibuni tu. Na wakati mwingine tunabunibuni, tunaingiza serikali kwenye mzozo na wananchi, au tunabunibuni tu tunaingiza serikali katika gharama ambazo hazina sababu. Wananchi ambao tulikuwa tunawapokea kwa siku walikuwa wengi, wanazidi 70, lakini jumla yao tumepokea wananchi 258 waliokuja kuhudumiwa hapa. Na katika kuwashughulikia, masuala ya mirathi yalikuwa 14, masuala ya ardhi yalikuwa 93, masuala ya jinai yalikuwa 14, masuala yanayohusiana na ajira yalikuwa 21, masuala yanayohusiana na madai yalikuwa 26, masuala yanayohusiana na mambo ya elimu yalikuwa 30, masuala yanayohusiana na ukatili yalikuwa 2, na masuala yanayohusiana na ndoa yalikuwa 4, ambayo yanafanya jumla yanakuwa 204.